Nyakati mbalimbali huja na kuondoka katika maisha ya kila mwanadamu ambaye alizaliwa na kuishi katika hii dunia. Lakini kila gumu linalokuja katika maisha yako si kwa ajili ya kuyateketeza maisha yako, bali yapo baadhi ya magumu ambayo huja katika maisha yetu ili kutuandaa ama kutuimarisha, kwa sababu kuna nyakati fulani tunatakiwa kuzipitia muda mfupi ujao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kuna baadhi ya nyakati unapopitia magumu alafu dalili fulani zikaonekana kwenye maisha yako, ujue si kwamba magumu yanakuja kwenye maisha yako kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuchukia, bali unapitia magumu kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuandaa ili ukawe mtu mkubwa katika hii dunia. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia dalili 10 ambazo ukiziona katika maisha yako ujue Mwenyezi Mungu anakupitisha katika magumu kwa sababu anakuandaa ili muda mfupi ujao ukawe mtu mkubwa kuliko binadamu wengine. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili 10 ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue unapita katika wakati mgumu kwa sababu unaandaliwa kuwa mtu mkubwa kuliko binadamu wengine. Namba 1, maisha yako yanasimama ghafla, lakini moyoni mwako unakuwa una imani kuna jambo kubwa ambalo linakuja kutokea kwenye maisha yako. Miongoni mwa nyakati ambazo binadamu wengi huzipitia katika maisha yao ni maisha yao kuacha kusonga mbele kama ilivyokuwa kawaida. Zipo nyakati ambazo unaweza ukawa unajituma katika kazi, lakini kila unachofanya hakifanikiwi. Pamoja na wakati mgumu kuja kwenye maisha yako, lakini moyoni mwako unahisi kuna amani na una imani kubwa kuwa kitu hicho ambacho kinatokea kwenye maisha yako ni cha muda. Kuna jambo kubwa ambalo linakuja kwenye maisha yako. Endapo unapitia wakati mgumu lakini moyoni unapata hisia kama hizi, ni wazi Mwenyezi Mungu anakukumbusha kuwa anakupitisha katika magumu kwa sababu anakuandaa muda mfupi ujao kuna kitu kikubwa kinakuja kutokea katika maisha yako. Na mara nyingi utakuwa ni mwanadamu ambaye moyo wako unakuwa umetawaliwa na furaha wakati wote wa magumu ambayo unayapitia. Ukiona ishara hii, basi endelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili wakati mgumu uweze kuondoka kwenye maisha yako, kitu kikubwa ambacho Mungu amekiweka mbele yako kiwahi kuja kwenye maisha yako. Namba 2, ndugu, rafiki na jamaa ambao ulikuwa unawaamini wanakugeuka ghafla. Zipo nyakati kwenye maisha yako ambazo ghafla unajikuta asilimia kubwa ya binadamu ambao walikuwa karibu na wewe wanakugeuka, wanakutenga na kukuweka mbali na maisha yao. Unapojaribu kujiuliza ni kitu gani ambacho umewakosea, hakuna kosa lolote ambalo unaliona. Unajikuta peke yako, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hauwi peke yako kwa sababu wewe ni mtu mbaya, bali Mwenyezi Mungu anakuandaa kujitegemea na kumtegemea yeye zaidi. Kwani Mwenyezi Mungu anapotaka kukupa kitu kikubwa, huwa anahitaji uweze kufahamu kuwa kitu hicho hakijaletwa na mtu mwingine, bali ni yeye mwenyewe ndiye aliyekileta katika maisha yako. Hivyo utakapokuwa katika wakati huu, usijihukumu na kujiona mbaya. Endelea kumtegemea Mwenyezi Mungu, endelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili jambo kubwa ambalo ameliandaa kwa ajili yako liwahi kutimia katika maisha yako. Namba 3, unajikuta unaanza kupitia majaribu mbalimbali ambayo yanakuja kwa pamoja. Miongoni mwa ishara ambazo zinaashiria kuna kitu kizuri kinakuja kwenye maisha yako ni majaribu mbalimbali kuanza kuja kwa pamoja katika maisha yako. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Ayubu alijaribiwa, lakini muda mfupi baada ya kuyashinda majaribu, Mwenyezi Mungu alimbariki na kumpa utajiri mkubwa, ambapo mpaka hivi leo ni funzo la imani kwa asilimia kubwa ya binadamu. Hivyo mambo mabaya yanapoanza kutokea kwa kufuatana, hautakiwi kudhani mwisho wa maisha yako umefika, wala usikate tamaa.
Endelea kumshukuru na kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati mwingine majaribu yanapotokea katika maisha yako yanakuja kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameyaruhusu ili yaje kukujenga kiimani na kiroho, kama ilivyokuwa kwa mtumishi Ayubu. Namba 4, moyoni mwako unakuwa na amani katika wakati ambao unapitia misukosuko. Kwa kawaida, mwanadamu anapopita katika misukosuko, amani ya moyo wake huwa inatoweka, na ndio maana baadhi ya watu wanapopita kwenye misukosuko hujikuta wakitumbukia kwenye mawimbi ya ulevi, matumizi ya madawa ya kulevya, na baadhi ya wanadamu hushindwa kuvumilia na kuyakatisha maisha yao. Lakini kwa upande wako hali inakuwa tofauti. Pamoja na misukosuko mingi ambayo unakuwa unaipitia kwenye maisha yako, lakini bado moyoni mwako unakuwa unahisi furaha na amani. Ni kama kuna kitu fulani ambacho kinakuja kutokea kwenye maisha yako. Endapo utakuwa unahisi hali hii ndani yako pale magumu yanapokuja kwenye maisha yako, basi ujue Mwenyezi Mungu anakuandaa, kwa sababu kuna kitu kikubwa ambacho amekiandaa kwa ajili yako. Endelea kumtumainia yeye, fanya ibada, mlilie yeye, kwa sababu yeye ndiye tumaini lako la mwisho. Na hata amani na furaha ambavyo unaendelea kuwa navyo katika nyakati ngumu, ni Mwenyezi Mungu ameruhusu hali hiyo ili uendelee kuwa na tumaini na mapenzi yake yakaweze kutimia katika maisha yako. Namba 5, unajikuta unaanza kupoteza vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa katika maisha yako. Kuna wakati unaweza ukajikuta umepoteza kazi ambayo ulikuwa unaitegemea. Wakati huo huo, kuna baadhi ya marafiki ambao ulikuwa unawapenda wanaondoka na kwenda mbali na maisha yako. Lakini muda huo huo, hata baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo ulikuwa unavimiliki kwenye maisha yako vinaanza kutoweka ghafla, na tena ni katika namna ambayo hauelewi inasababishwa na nini. Mara nyingi utakapoanza kupoteza vitu mbalimbali katika maisha yako, ujue wakati mwingine vitu hivyo havipotei kwa bahati mbaya, bali Mwenyezi Mungu anaviondoa vitu vidogo vidogo katika maisha yako ili aweze kukupatia vitu vikubwa ambavyo pengine haukuwa ukiamini kama unaweza kuvimiliki kwenye maisha yako. Hivyo endelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili mambo makubwa yaje kufunguka kwenye maisha yako. Namba 6, unaanza kuyatazama maisha katika mtazamo mpya. Asilimia kubwa ya binadamu, magumu yanapokuja katika maisha yao, huwa ni watu wa kulalamika na kuanza kufikiria vibaya kuhusiana na watu wengine. Lakini katika wakati huu, pamoja na magumu mbalimbali ambayo yamekuja na kuyaandama maisha yako, ghafla unaanza kuhisi kama mtu ambaye umezaliwa upya. Unajikuta unaanza kujifunza vitu vizuri, hekima pamoja na busara kupitia magumu ambayo yamekuja kwenye maisha yako. Utakapoona ishara kama hiyo, ujue Mwenyezi Mungu anakuandaa, kwa sababu kuna kitu kikubwa ambacho amekuandalia. Hivyo anakupitisha katika magumu kwa sababu anahitaji uweze kujifunza kuwa na hekima na busara, kwa sababu wewe ni kama dhahabu ambayo lazima ipitishwe kwenye moto mkali ili ikawe dhahabu safi. Namba 7, watu wengi wanaacha kukuelewa. Mara nyingi Mwenyezi Mungu anapokuandaa ili uje kuwa mtu mkubwa katika hii dunia, ndani yako anaweza akakuonesha maono ambayo asilimia kubwa ya binadamu hawawezi kuyaona. Kumbuka, maono hayo unayaona wewe peke yako. Hivyo utakapojaribu kuwashirikisha watu wengine, watakuona kama umechanganyikiwa, kwani vitu vingi ambavyo wewe umeoneshwa na Mwenyezi Mungu wao hawawezi kuviona. Utakapoona hali hii, ujue Mwenyezi Mungu amekuandalia kitu kikubwa ambacho macho ya watu wengi hayawezi kuamini siku kitakapotimia katika maisha yako. Endelea kuamini katika imani yako na endelea kumwamini Mwenyezi Mungu, na kisha muombe Mwenyezi Mungu ili kusudio ambalo ameliweka mbele yako likaweze kutokea kwenye maisha yako kwa haraka. Namba 8, ndani yako unakuwa unahisi wito wa kufanya mambo makubwa kuliko ilivyokuwa zamani. Kwa kawaida kila mwanadamu huwa ana maono ambayo yapo ndani yake. Kuna wanadamu wana ndoto za kawaida, lakini kuna wanadamu wana ndoto kubwa. Inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye katika kipindi chote cha maisha yako ulikuwa unatazama vitu katika hali ya kawaida, na hata uwezo ambao ulikuwa unautazama ndani yako ni wa kawaida kabisa, na ndio maana hata fikra zako nyingi
zilikuwa zinaegemea katika kufanya vitu vya kawaida, lakini ghafla unaanza kuhisi wito ndani yako, ni kama kuna vitu fulani vikubwa ambavyo si vya kawaida ambavyo unatakiwa kuvifanya, na ndani yako unakuwa unasikia sauti ambayo inakuaminisha kuwa unaweza kuwa hivyo ambavyo ulikuwa ukidhani haiwezekani. Kuna msukumo wa kweli ndani yako unaanza kuuhisi. Utakapoona hali hiyo inatokea ndani yako, ujue Mwenyezi Mungu anakuandaa ili ukawe mtu mkubwa kuliko binadamu wengine. Namba 9, unajikuta ghafla umejifunza kumtegemea Mwenyezi Mungu kuliko binadamu. Asilimia kubwa ya binadamu, hasa binadamu ambao wanaishi maisha duni, wanawategemea watu wengine kwa ajili ya kuendesha maisha yao, na ndiyo maana wapo baadhi ya watu ambao wapo tayari kuwa machawa wa watu fulani kwa sababu tu maisha yao yamekuwa magumu kiasi kwamba wanadhani hatima ya maisha yao ipo katika mikono ya watu hao ambao wanawategemea. Lakini inawezekana wewe ni miongoni mwa binadamu waliokuwa wanaamini hivyo. Ghafla ndani yako unaanza kuingiwa na hali ya kumtegemea Mwenyezi Mungu pekee. Utakapoingiwa na hali hiyo, ujue sasa umefika wakati ambao umelikaribia kusudi ambalo Mwenyezi Mungu aliliweka ndani yako, kwani pamoja na magumu ambayo unayapitia katika maisha yako, bado unamtegemea Mwenyezi Mungu pekee. Ishara hiyo ni ishara ambayo inamaanisha kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekiweka mbele yako. Muda si mrefu utakwenda kuwa mwanadamu mkubwa mwenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 10, unaihisi nguvu ya ajabu ndani yako katika wakati ambao moyo wako ulikuwa umeanza kukata tamaa. Magumu yanapozidi katika maisha ya mwanadamu, ni wakati ambao asilimia kubwa ya wanadamu hukata tamaa ya kuendelea kufanya walichokuwa wanakifanya. Lakini wewe, hata ulipoanguka, ndani yako unaihisi nguvu ya kuendelea kusimama na kuendelea kufanya hicho ambacho unakifanya. Ni kwa sababu ujumbe huo unapewa na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ndani yako amekiweka kitu kikubwa. Hivyo upo katika maandalizi ya kuja kuwa binadamu mkubwa mwenye mamlaka na utajiri kuliko binadamu wengine. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.